الهدى أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري، وعلى خطاطها مشيت. يا نفحة القرآن فوحي، عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، وقوت الأرواح وغذائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Watukufu wa Islamu, tumshukuruni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeiona siku nyingine ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atakabali saumu zetu na ibada zetu. Walio wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya, walio tangulia mbele za haki Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi yao, na sisi ambao tuko hai Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima inshallah ukifika wakati wetu. Ndugu zangu Waislamu, masala tutakayoanza nayo leo, tutazungumzia mambo ambayo ni wajib mwenye kufunga ayahakikishe yamepatikaniwa kwake yeye, nayo takriban ni mambo 6. Tukimaliza haya mambo 6 ya wajib, tutaeleza mambo mengine 6 ambayo mwenye kufunga ni muhimu. Hayo ni sunna, ni muhimu ahakikishe amejaribu ameyapata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baadhi ya hayo ambayo tuyazungumza tumewahi kuyagusia katika darasa zetu za nyuma. Miongoni mwa mambo ambayo ndugu zangu ni wajib yapatikaniwe kwa mtu aliyefunga, jambo la kwanza na tulimelitaja katika darasa za nyuma ni muraqabatu awwali shahri min Ramadhan. Ni mtu aupeleleze, ahakikishe mwezi wa Ramadhani kwamba umeingia, ndipo mtu aingie katika ibada ya saumu. Hili ni jambo la kwanza. Kuhakikisha kwamba Ramadhani imeingia namna gani tulieleza katika darasa za nyuma kwamba ni kwa mambo mawili, imma bi ru'yatin muhaqqaqa wa imma bi shahadati adlin wahidin. Imma ni mtu aone mwezi umeandama, au aje mtu ambaye ameuona na atoe ushahidi kwamba mwezi yeye ameuona, au ajitokeze mtu muaminifu aseme kwa mwezi ameuona. Na haya tuliyazungumza wa kutosha katika darasa yetu ya juzi. Na kuna tofauti katika kuandama mwezi wa Ramadhani. Kuandama mtu mmoja aweza akatoa ushahidi, lakini mwezi wa Eidul Fitri hawezi kutoa mtu mmoja mpaka wawili au zaidi ya wawili. Kwa nini? Kwenye Ramadhani imekuwa haina thamani. Kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni wa kuingia katika ibada. Kwa hivyo kuingia katika ibada mtu mmoja akitoa ushahidi kwamba ameuona yatosha. Ama mwezi wa Shawwali ni kutoka katika ibada. Kutoka katika ibada tahqiqi huwa ni lazima zaidi kuliko kuingia,
kwa sababu kuingia mtu asile siku ambayo ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ndugu zangu, hili ni jambo la kwanza na sitaki tulizungumzie sana, kwa sababu kama nilivyotangulia kuzungumza, mtu aweza akalisikiza katika darasa zetu za nyuma, akiangalia katika YouTube ataona vipi dua za mwezi ukionekana, katika mwezi ukionekana mtu aombe nini, na mwezi huonekana kwa njia ngapi. Haya yote tumeyazungumza. Jambo la pili ambalo tumeligusia katika darasa zetu za nyuma, kwa mwenye kufunga ni ahakikishe yuatiania kila siku. Tumeligusia hili jambo, masala ya kutia nia. Tukasema madhehebu sampuli mbili. Kuna madhehebu wanayoona kwamba mwanzo wa Ramadhani ukitia nia yatosha mpaka mwisho wa Ramadhani. Wao wameufanya mwezi wa Ramadhani wote ni ibada sampuli moja. Madhhabi al-Imam Shafi'i rahimahullah, yeye ameifanya Ramadhani kila siku ni yaumun mustaqil. Tumefunga hivi sasa, ikifika magharibi kwenye madhhabi al-Imam Shafi'i, hiyo ni siku katika Ramadhani imepita. Siku ya kesho yataka nia nyingine, kesho kutwa yataka nia nyingine, na nia ni lazima itive usiku. Nia ya kufunga Ramadhani ni lazima itiwe usiku, yaani mtu ile nia ailaze, ile nia ipate juz'un min al-layl. Baadhi ya ulama katika madhhabi ya Shafi'ia wasema ni lazima ile nia iwe imepata kabla ya nisfu al-layl. Tuseme kwanza kabla umentiania kabla ya saa 6 za usiku. Kuna wengine wasema la, hayo utayaona ukisoma katika majmuu ya Imam an-Nawawi. Kuna wengine wasema la, nia ni al-layl kullu, usiku wote waweza ukatia nia. Waweza ukaamka saa 9, waweza ukaamka saa 10. Almuhimu ule wakati wa imsaki haujafika, waweza ukatia nia kwamba wewe wafunga mwezi wa Ramadhani. Lau utatia nia mchana, na nikizungumza mchana na maanisha ni baada al-imsak, yani kile kipindi ambacho mtu haruhusiwi tena kula. Ukitiania kuanzia pale, wanasema kuwa haito tesheleza, kwa sababu nia yako hukuilaza usiku. Na vile vile wanasema hiyo nia ni lazima iwe ni muqayyad, isiwe ni mutlaq. Huwezi tu ukasema nimetiania kufunga kesho. Wanasema ni mpaka ubainishe kwamba hiyo kesho ni katika mwezi wa Ramadhani. Na ndio tuwasikia baadhi ya misikiti wakinuiza usema na waitu sawma ghadin an ada min shahri Ramadhan, kwa sababu ile ndiyo ile ta'yin. Wanasema usipofanya ta'yini itakuwa vile vile ina tashwishi somo yako, na mtu akiyasoma kwa urefu atayaona katika Ihya Ulumuddin ameeleza kwa upana masala kama haya. Kwa hivyo jambo la pili ndugu zangu ni masala ya kutia nia kwa kila siku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Si lazima tunuizane. Kule kunuizana waliweka zamani kuwasaidia watu ambao hawajui. Kuna watu maskini hawakusoma, kuna watu maskini wamesilimu juzi, kuna watu kwa bahati mbaya utotoni mwake alishughulika na mambo mengine, hakushughulika na mambo ya ilmu. Leo ameinukia, amefika utu uzimani, Mwenyezi Mungu amemtia mahaba ya kupenda dini, atakadhishughulisha na ibada. Zamani walipoweka masala ya kunuizana, ilikuwa si kuwasaidia wasomi mtu yajua kwamba lazima atie nia, ni kuwasaidia wale ambao ima wamesilimu karibuni, hawakusoma kwa sababu ya dhurufi mbalimbali. Na tuiona hali ya maisha, tuna watu leo ndugu zangu waipenda dini kufa, lakini kwa bahati mbaya utotoni mwao wazee wao hawakuwashughulisha na ilmu. Wazee wao waliyashughulisha na mashamba, waliwashughulisha na biashara, au pengine utotoni mzee alimtaka mtoto wake asome, lakini mtoto mwenyewe kwa utoto na kwa mambo ya wakati ule na mazingira, mwenyewe akafadhilisha machezo kuliko kusoma. Kisha Mwenyezi Mungu humjalia kijana huyu, wakati kila umri ukisongea akaona mimi nilipoteza, wacha nirudi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kwa bahati mbaya yuarudi kwa Mwenyezi Mungu na ilhali ilmu yake katika dini ni haba. Basi watu kama hawa ndio ambao
Zamani watu walipoweka kunuizana ilikuwa ni kuwasaidia wao, lakini hakuna ulazima wa kunuizana baada al-maghribi au baada al-ishai, na likifanyika jambo kama hilo halili kwamba ni makosa la mfanya mtu aingie wapi? Aingie motoni. Jambo la tatu katika mambo ambayo ni wajibu, ndugu zangu, sisi tunaofunga tuhakikishe ya kuwa tumejilazimisha nayo, ni al-imsaku an isali shay'in ila al-jawf, ni kujizuia kusifike kitu jawf. Kusifike kitu jawf. Jawf ni wapi? Jawf ni ndani. Jawf ni ndani, na wanazuoni wamekhalifiana hii ndani ni wapi. Madhhabi yetu ya Imam Shafi'i, jawf ni huko, yani kitu kikishuka mpaka kifikia maeneo haya, hii hesabiwa ni jawf. Juu yake si jawf. Lao mtu atatia maji asikutue, maji yale yasishuke, hata kama atafanya madhmadha kidogo, lakini yasishuke kufika katika gorombo, hayahesabiwi kuwa maji yale yamefika jawf. Na hapo ndio huja swali watu wengine wakatuuliza, ustadhi, mimi sikio langu laniwasha, je, nikichukua zile muzitaia bado nafikiri nikichokora sikio langu saumu yangu yabatilika? Ikiwa itaingia jawf, itafika ndani kule kabisa, itaharibu saumu. Lakini kama ni hapa kiasi cha kwamba wachokora ule muwasho ukutoke, haiharibu saumu, kwa sababu hiyo si jawf. Kitu ikiwa mtu amefunga na kwa bahati na kitu kikaingia mpaka jawf, ikiwa amekusudia, saumu yake imebatilika. Kumeingia maji, kumeingia chakula na mfano wa vitu kama hivi, saumu yake imeharibika. Au mtu akenda akapiga bomba. Nafikiri tufahamu bomba, ima mtu upigwa la masikioni, ikiwa mtu masikio yake yana matatizo hupigwa bomba. Kwa wale ambao tushafanyiwa tuijua bomba iko namna gani. Na wakati mwingine mtu hufanywa bomba sehemu yake katika sehemu zake za nyuma, ikiwa ana matatizo sampuli fulani. Bomba kama lile la haribu saumu, kwa sababu maji yale huja na pressure yakaingia na lazima yatafika jawfu. Kwa hivyo huharibu saumu ikiwa mtu atafanya mambo kama haya. Kuna mambo mtu akiyafanya katika Ramadhani hayaharibu saumu, lakini si vizuri. Niligusia katika darasa yetu ya nyuma, kwa mfano kuchanja mwili haiharibu saumu, lakini si vizuri, ni makruhu. Kuumika, kule kutoa damu mbovu za mwili si vizuri, lakini haiharibu saumu. Kupaka wanda si vizuri ikiwa umefunga, lakini lau wafanya haiharibu saumu. Na hiyo masala ya kutia kijiti kwenye sikio lako ikawa pengine la kuwasha, pia ni katika mambo aliyotajwa, hayaharibu saumu, lakini ni katika mambo ambayo si vizuri, kwa sababu ni katika makruhati. Na ndiyo katika hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumhusu mtu anayetawadhi, mtu akitawadhi akifika kupandisha maji puani na kusukutua, Mtume asema antubaligha fil madmada, yani ile ukifikisha maji huku ile fanya mubalagha, illa an takuna saiman, illa ikiwa umefunga usifanye mubalagha, kwa sababu mubalagha kama ule ikiwa maji yatashuka kwa makusudi yanaweza yakakuharibia saumu yako. Ama mtu aliyesahau akaingia nyumbani akaona chakula akakipiga vizuri mpaka akashiba na akanwa juisi yake na maji yake, kisha baada ya kumaliza akasema kumbe nilikuwa nimefunga vile kwa kusahau. Lakini jamaa mtu asije akajisahauzisha. Ni muhimu pia Kiswahili hichi. Ikiwa mtu amesahau bimaana alkalima, amekula wacha kula tenge moja, umesahau kabisa kwamba uko ndani ya saumu, ukala sahani nzima mpaka ukashiba na ukanwa na maji ukashiba, muda umesahau, saumu yako itaendelea. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema aliyekulisha ni Mwenyezi Mungu, aliyekulisha na akakunywesha ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huyo ni mtu ambaye kwamba amesahau.
au mtu ambaye kwamba kile kitu kimefika jauf bila ya kukusudia. Ni kama hayo mtu yatawadhi katika kuskutua, wala hakukusudia kufanya mubalagha, lakini maji yana tabia kila mahali hupenya, hana huna namna ya kuyazuia ila kwa juhudi kubwa. Kwa kusukutua kwa bahati mbaya maji yakashuka jaufi. Haya ni mambo ambayo kwamba mtu husamehewa zamani ikiwa ameyafanya bila ya kukusudia. Lakini huyu anayekula kwa kusahau, akikumbuka ni aache kula kile kilichoko mdomoni, akiteme. Akisema ngoja tongela mwisho, saumu yake imeharibika. Nafsi ya kukumbuka ni kilichoko mkononi kiachwe na kilichoko mdomoni kitemwe. Ikiwa ni maji mengine ya sheano, mengine bado yako mdomoni, yale aliyokunwa ni Mwenyezi Mungu amemnywesha. Yale yaliyoko mdomoni akianwa ni hawa ya nafsi yake. Kwa hivyo yaliyoko mdomoni ayateme ili aendeleze ili ibada yake ya saumu. Kwa hivyo tumemtoa ndugu zangu aliyesahau, tumesema saumu yake haina neno, na tumemtoa yule ambaye yamepita kwa bahati mbaya, pia saumu yake haina neno. Ama yule aliyekusudia, itakuwa saumu yake itaharibika ikiwa kitu kitafika katika jaufu. Jambo la 4 ndugu zangu, katika mambo ambayo ni wajibu mtu ayahakikishe katika mwezi wa Ramadhani ni al-imsaku anil jimaa. Ahakikishe mtu amejizuia na kumuundama mkewe. Nikizungumza lugha kumuundama, nafikiri tuifahamu sote, mtu kumuingilia mkewe. Kiswahili tulichosomeshwa Mambrui ni watu kifasiri kuundama. Mtu ajizuie kumuundama mke wake katika mchana wa Ramadhani. Kipimo cha kuundama ni namna gani? Kipimo cha kuundama ni kile kichwa cha sehemu ya uume wa mwanamume, kile kichwa alhashafa, ile sehemu ambayo imetahiriwa iingie katika utupu wa mwanamke, kikizama kile kipande yahesabiwa tayari ni jimaa. Yahesabiwa hiyo ni jimaa. Na ikiwa mtu atalifanya hilo, kile kichwa cha zakari yake, sehemu iliyotahiriwa itaingia katika tupu ya mwanamke na kizame, tayari mtu kama huyu saumu yake ameiharibu yeye mwenyewe kwa kufanya kitendo kama kile. Je, mtu akiundama hali ya kuwa amesahau? Mtu ameundama Ramadhani hali ya kuwa amesahau kwamba amefunga. Ikiwa amesahau, saumu yake itaendelea kama yule ambaye tumemtaja. Lakini ikiwa ni makusudi, so mbali na kwamba itaharibika, ni lazima alipe na atoe kafara. Ni lazima mtu alipe na atoe kafara. Hii tafsiri yake na maanisha hivi: ikiwa yualipa, lazima alipe siku 61. Siku 61, siku moja ameilipa ile saumu, siku 60 ni kafara. Watu wasije wakafikiria kuwa ukifunga siku 60 ushamaliza. La, alqadha'u ma'a alkafara. Alqadha'u ni ile siku moja utailipa, alkafara ni zile siku 60. Ima utoe mtumwa huru au ufunge siku 60 au ulishe maskini 60. Kila maskini kimebaki moja. Ikiwa utalisha maskini 60 na utalipa siku moja, ikiwa utafunga siku 60 na kuna siku moja, na ikiwa utaacha mtumwa huru na hakuna watumwa katika ulimwengu wa leo na kuna siku moja ya kulipa. Lakini ndugu zangu, hukumu hii ni kwa mwanamume. Mwanamume ndiye aliyepata hii adhabu ya siku 60. Mwanamke atalipa siku moja tu. Sasa ikiwa mkeo atakushawishi upite hewalla, lakini unajua yeye atalipa siku moja, kibarua cha kutafuta hao makafara manini humlazimu mwanamume. Kuna baadhi ya madhehebu wanasema hata mwanamke ni hivyo hivyo, lakini katika madhehebu yetu ya Shafi'ia ni mwanamume ndiye ambaye atapambana na hizo adhabu. Mwanamke yake ni siku moja tu ya kulipa, wasalamu ala zaman, maisha yake ataendelea kama kawaida. Na hizo siku 60 ni lazima zifuatane, sio siku 61. Ile moja waweza leo kalipa moja, misha ilipe ile siku. Zile 60 nitaanza wiki ijayo.
kwa sababu ukisha kuzianza siku 60 hufai kukata hata moja. Ukikata moja waanza tena mwanzo. Ni mpaka uzifunge bitatabu'i, kwa kufuatana siku kama zile. Ikiwa mtu atamuundama mkewe usiku, akaamka hali ya kuwa ana janaba, somo yake itaswihi. Umemuundama ahali yako mpaka ukaamka ukaladaku, hujaoga janaba, mpaka ukafika wakati wa imsak, ule wakati wa kujuzuia. Nafikiri zimetoka zile timetable za imsaki na zishatoka zile. Ukaangalia ile wakati ukaona imsak ni wakati fulani mathalan, ikafika ule wakati wa imsaki na bado wewe hujaoga janaba. Janaba lile ambalo kwamba umelipata usiku kwa mke wako halikuharibi swaumu. Waweza hata kama umefika wakati wa imsak, waweza ukaoga na ukaendelea na ibada yako ya swaumu. Lakini ndugu zangu, ikitokea mtu yuamuingilia mkewe katika tendo lile la ndoa, akija akiangalia wakati akaona wakati wa imsaki ndio huu wafika. Leo imsaki ilikuwa saa ngapi? Saa 10:50. Ndio hivyo, kama kuna mtu ambaye ameangalia timetable takriban kama kwenye zile timetable, nafikiri nimeangalia jana kama saa 10:50 mahali kama hapo. Lakini tuchukue dakika hizo. Ikiwa imsaki ni saa 10:50, wa muundama mkeo ukija ukitahamaki ni saa 10:49, basi wanasema wajaba an-naz'u fil hal. Hapo lazima ujitoe. Hakuna ngoja nimalize kimoja, hakuna hiyo. Hakuna lugha hizo kabisa. Wajaba an-naz'u fil hal. Hapo lazima mtu ajitoe. Akijitoa somo yake itaswihi. Akisema ngoja nimalize, somo yake itaharibika, atalipa na kafara atakuwa anayo. Kwa hivyo ni muhimu ndugu zangu mtu ahakikishe mambo kama haya amejiweka mbali nayo, kwa sababu ni katika mambo ambayo kwamba kisha baadaye humletea mwanamume matatizo mengi, mpaka wengine hushindwa. Mtu anaenda mbele ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ana milima ya madhambi, na ukiangalia madhambi mengine hata huyu mke ambaye kwamba usiku mzima uko naye, usiku mzima umeona haitoshi, mpaka na mchana wa Ramadhani pia. Mambo mengine ukiangalia mambo ya kusikitisha kwa hakika. Jambo la 5 ndugu zangu, katika mambo ambayo ni muhimu, aliyefunga hakikisha ameyakamilisha kwake yeye, ni al-imsaku anil istimna. Ajizuie mtu na kujitozamani. Istimna ni mkono wako uteze na dhakari yako mpaka umalize, yaitwa istimna kwa lugha ya Kiarabu. Pia kadhalika mtu ahakikishe amejizuia na jambo kama lile, kwa sababu mtu akifanya istimna, mkono wake akitezana mkewe, mbali kwamba ni madhambi katika madhambi makubwa, kisha na saumu yake itaharibika ikiwa hili jambo atalifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ni maradhi Mwenyezi Mungu amewaonda baadhi ya watu. Hawa wanawake wote hawa maskini watafuta waume. Ndugu zangu, kuna wanawake wallahi walia watafuta hao waume wa kuwaoa. Wewe mpaka mtoto wake akija kuambia ustadhi, ukiona mtu mzuri ambaye atakamume basi mimi niko. Ujue mwanamke ni mtu wa haya, si ndio? Lakini ikifika mahali kwamba ustadhi akipatikana mtu wa kheri, mtu ambaye kwamba yuko tayari kuoa, mimi niko tayari ustadhi, hata usiniangalia umri, hata kama ni mtu wa miaka 70, almuhimu aweza kummiliki mke, ni mtu mtulivu, mimi niko tayari kuolewa naye. Ikifika hapo yule mwanamke yuatamani ndoa kiasi gani? Sasa wako si mmoja wala si wawili ambaye ukimwangalia yeye anachokitaka, hataki kuangalia umri wako, una mvi huna mvi. Yeye hataki kuangalia wewe ni tajiri huna tajiri. Atafuta ile stara, atafuta ile na yeye awe na mtu wa kuwa karibu na yeye, kama kuna jambo washauriane, kama ana matamanio yake ya kike awe kuna mtu wa kumtuliza, atafuta hayo. Kisha mtu huyu awe aona hayo hayamtoshi, wanawake hao hakuna, amekwenda kuchukua mkono wake ameufanya ni mke wake, yocheza na zakari yake mpaka yofanya inzali, aona alhamdulillah
ni maradhi. Mwenyezi Mungu atukinge nayo inshallah. Ni katika mambo ambayo ndugu zangu yaharibu saumu. Katika mambo ambayo ndugu zangu tunayafanya kwenye majumba hayaharibu saumu, lakini ni vizuri mtu kama ajihisi matamanio yake karibu asiyafanye, ni mtu kumbusu mkewe. Si vibaya kumbusu mke wako mchana wa Ramadhani, wala si vibaya mchana wa Ramadhani wewe na mkeo mulale kitanda kimoja, si vibaya, lakini ni makuruhu, hasa ikiwa wewe ni barobaro au ikiwa wewe ni mtu huwezi kuzimiliki shahwa zako. Lugha mbili hizi, ima ni barobaro, kwa sababu tunajua sote tumetoka kwenye barobaro, tunamjua barobaro namna anavyokuwa na hisia kali. Ima wewe ni barobaro, si vizuri, kwa sababu huenda ukabusu kisha ukaendelea na baada ya kubusu. Au hata kama si barobaro, kuna watu mashallah, mtu ana miaka 60 lakini bado utasema na miaka 22 namna alivyo na shahwa nyingi. Basi ikiwa wewe ni mtu una shahwa nyingi, hata kama ni mtu mzima, wewe ukishakuwa na kileso huwezi kujizuia, basi usiyafanye, kwa sababu usije ukashindwa na matamanio mtano wa Ramadhani ukamuingilia mkeo kama yule. Ama ikiwa wewe ni mtu hata kama ni barobaro, lakini ni mtu ambaye shahwa zako wazikontroli, hakuna cha kukudanganya mpaka ati muingilie mkeo mtano wa Ramadhani, hakuna ubaya kama utambusu, hakuna ubaya kama utalala na yeye kitanda kimoja mchana wa Ramadhani, ambayo ni makuruhu kwake. Tumesema ni barobaro ambaye hataweza kuzimiliki shahwa, au ni mtu yoyote hata kama ni mtu mzima ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia hawezi kumiliki zile shahwa zake. Hawa wote itakuwa kwa wao ni makuruhu. Jambo la 6 ndugu zangu, la mwisho katika haya masala na ndugu zangu, katika mambo ambayo yasikitisha ni yale niliyozungumza. Kuna watu ambao kama huteza na mambo kama haya, kisha mtu akawa tafuta maustadhi. Nakumbuka mwaka juzi, Ramadhani mwaka juzi, niko hapa msikitini, kuna kijana tasimuoni siku hizi, kijana alibia ustadhi, sasa mimi natoka Arabuni ustadhi, ninakuja bana, mke wangu akinipokea ustadhi bana, mimi ninashindwa ustadhi bana, nikampita ustadhi Ramadhani mchana, sasa ustadhi nifanyeje? Kaambia shekhe, ni siku 60 hizo mbali na moja. Sasa ustadhi, hakuna mambo mengine ustadhi hivi nini ambao kuna ustadhi ngita istighfar, astaghfirullah Mungu atanisamehe. Kama madhambi ya istighfari mengine, hili ni istighfari 1000, kisha baada ya istighfari za kungojea hizo siku, hata kama umetoka safari na hata kama matamanio kwa mkeo yamekughilibu, lakini ndugu zangu, huu mchana ni muda mrefu, si masaa 12 takriban, ikizana masaa 13 yataisha. Yakimalizika yakiisha, wewe kuanzia magharibi usifuturu, wewe kuanzia magharibi mfuturu yeye mpaka wakati wa imsaki. Ubaya uko wapi? Mfuturu yeye. Lakini mtu kwenda kufanya kama kwamba labda ule mke yamkimbia, labda kama kwamba yule mke hatomuona tena, kisha sasa baada hapo mtu akuja nikileta istighfari, je nikifanya hivi? La ndugu zangu, ikiwa wajihisi matamanio yako karibu, jiweke mbali na mkeo. Na ikiwa utajiweka karibu, basi usisumbue maustadhi wala mashekhe kuwauliza ustadhi, je kuna kichochoro? Je nikifanya hivi itakuwaje ustadhi? La, itakuwa si katika mambo yenye kufurahisha. Jambo la 6 ndugu zangu, ambalo kwamba ni katika wajibat ambazo mtu muhimu azihakikishe kwake, ni al-imsaku an ikhraji al-qai'i. Mtu ajizuie na kujitapisha. Kujitapisha ni katika mambo ambayo uharibu saumu. Mtu akitapika kwa bahati mbaya bila ya kujilazimisha, matapisha yamekuja yakatoka, haliharibu saumu. Lakini mtu kujitapisha kusudi haribu saumu. Kwa nini kutapika yaharibu saumu? Kawaida mtu akitapika mengine hurudi, hii ni ada. Hakuna atapikae akasema yote yametoka. Mtu akitapika vitu huja mpaka vikatoka katika jaufu,
Vikitoka katika jauf, kuna vingine huenda nje vikatoka, na kuna vingine hutoka vikarudi. Hii ni ada. Sasa ikiwa kile ambacho kwamba kimefika nje kimetoka katika haddul jauf kisha kikarudi katika jauf, na tumesema kitu kinja katika jauf cha haribu saumu, basi ukifanya kusudi yale yaliyokatika yakarudi ndani, ndio kwamba atakuharibia saumu. Kwa hivyo ikiwa mtu atatapika kwa bahati mbaya, roho imemchafuka, chama cha Kiswahili, akatapika bahati mbaya, saumu yake iharibiki. Lakini mtu kwenda kujitapisha kusudi, pengine mtu achukue mswaki asugue ulimi mpaka afike huko jaufi huko ndani huko, kisha matapishi, wa saumu yake ishaharibika, kwa sababu huyu amejitapisha kusudi. Kuna watu huuliza, ustadhi, je, kohozi la haribu saumu? Kohozi ndugu zangu haliharibu saumu, ila ikiwa limefika sehemu ambayo kwamba laweza kutoka nje ukalimeza kwa makusudi. Kohozi lako ikiwa limekubana likafika mahali likarudi ndani lenyewe bila ya khiari yako, haharibu saumu. Lakini kohozi umelivuta mpaka likafika hadi ya kuwa waweza ukalitema, lakini kwa sababu liko chumvi na wewe wakati ule waona wacha kidogo kitu kingine kishuke ndani, ukaliregesha, saumu yako itakuwa imeharibika. Haya ndugu zangu ni mambo takriban 6 ambayo tumesema mtu ni muhimu ajihakikishe nayo katika mwezi wa Ramadhani. Tuzungumzie mambo 6 kwa ufupi ambayo ni sunna yapatikaniwe katika Ramadhani. Jambo la kwanza ni taakhiru suhur, kuchelewesha kula daku. Kila daku ukilichelewesha zaidi wapata thawabu zaidi. Kila ukilichelewesha, yani kila ukila ule wakati wa mwisho. Mmoja katika masahaba asema, mtume tulikula daku na mtume, tukimaliza kula tu tukenda tukaswali. Nafikiri muone ule ukuruba wa swala. Yani tumemaliza kula daku, baada ya kumaliza tu tukenda tukafunga nini? Swala ya alfajiri tukaswali. Bwana mmoja akamuuliza, kati ya kula daku mpaka kuswali ilikuwa ni kama kusoma aya ngapi? Akamwambia ni kama kusoma aya 50 tu. Kama kusoma aya 50 tayari sisi twaswali. Kwa hivyo kila daku lako kilichelewesha zaidi ni bora zaidi. Yani wala daku, ukimaliza daku waja kabisa msikitini swala ya alfajiri. Hiyo itakuwa ndugu zangu ni bora zaidi, na ndiyo sunna ya bwana mtume Muhammad. Miongoni mwa sunna ya pili ni ta'jilul fitri, kufanya haraka kule kufungua muadhini. Yani ule wakati ukihakisha umefika, ni sunna kubwa ukimbilie kufungua muadhini. Taban kuna watu utawasikia wasema sio saumu ya kwanza ngumu, saumu ya kwanza ngumu. La, saumu ya kwanza si ngumu. Wewe vile unavyoiangalia saumu utaona saumu ngumu. Mimi na hakika jana tumeanza na kuna watu hata hawajui kama walikuwa wamefunga. Hakika. Yani mtu akitahamaki aona kumbe magharibi imefika hivi. Yani lao ingelikuwa kuna kuongeza mpaka saa 2 usiku, basi ingelifika yeye hata hana habari. Wakati kuna watu na hakika jana kwa kuwa saumu ya kwanza wameiona ngumu, wengine wanginyosha misikitini. Ukimwangalia mtu mpaka macho pia hayafunguki vizuri. Akitembea tena kama mgonjwa hivi, yani kama ambaye ana malaria hivi. Tusiweke yale mawazo, mimi nimefunga. Tuko ndani ya saumu, tutake tusitake. Na kila saumu ukijishughulisha zaidi na utaiona mnyepesi zaidi. Uko hapo wafanya hili. Ukitahamaki ndio hiyo tumesema itafika magharibi utashtuka ni kwamba watu wanatende mdomoni wala utaona kumbe wakati umefika, lakini hautokuwa umeketi kama mgonjwa kwa sababu umefunga. Namna itakavyokuwa, hata kama imefika magharibi, imefika adhana au wakati umeingia na wajikuta bado una uwezo wa kuendelea kuketi mpaka saa 3 saa 4, fungua muadhini. Fanya ile ta'jilul fitr kwa sababu ndio sunna miongoni mwa sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa sunna za mtume ni tarku siwaki baada zawal. Usipige mswaki baada ya kupinduka jua, na tumelizungumza hili katika darasa zetu za nyuma. Usipige mswaki baada ya jua
kupenduka, kwa sababu tulitoa hadithi jana, ile harufu inayokutoka mdomoni Mwenyezi Mungu aipenda sana kuliko hata harufu ya miski. Kwa hivyo jizuie, usipige mswaki asubuhi. Ikifika wakati wa zawali, hata kama mdomo wako watoa harufu kiasi gani, usipige tena mswaki. Katika sunna nyingine ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sunna ya 4 ni aljudu fi shahri Ramadhan. Kila mtu awe mtoaji, si lazima mtu umpe kingi 10, 20, 50, 100. Kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia una uwezo nacho, mnyoshe. Nimezungumza jana, pale ulipo wewe ndugu zangu, kuna mwingine uko chini yako. Pale ulipo wewe, hapo ulipo hivi sasa, wajihisi mimi ni maskini, waona mbona leo iftari itakuwa namna gani? Basi ingawaje wewe rahisi iftari itakuwa namna gani, chini yako kuna ambaye mambo yamtatiza zaidi kuliko anapokutatiza wewe. Basi yule ambaye rahisi kwamba huyu yuko chini yangu kimaisha, hata kama ni 20, mnyoshe mkono. Haifanyi kitu, lakini waonaje mtu yuafikiria, lakini ajua 20 hii nitaifanya nini? Pengine nitakiingia katika hoteli fulani nikaagiza sima ya 10 na sukuma, hata kama hakuna kitoweo nikala hivyo hivyo. Vitu kama hivi katika kusaidiana. Kwa hivyo aljud, ndugu zangu, kule kuwa mpaji na kule kutoa katika mwezi wa Ramadhani ni katika mambo muhimu ambayo Mtume alishikamana nayo. Katika mambo muhimu ndugu zangu, jambo la 5 katika sunna ni mudarasatul Qur'an. Tuisomeni Qur'an katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ndio mwezi wake. Ndugu zangu, wallahi itakuwa ni aibu Ramadhani iingie mpaka itoke, basi umeshindwa hata kupata khitma moja. Nilisoma kwenye kitabu fulani, kuna baba ambia watoto wake, baba amefika kwenye maradhi ya mauti na nyumba yake ilikuwa karibu na msikiti. Basi watoto wake walia, baba watuacha, baba watuacha. Baba yao akauliza watoto wake, mbona msikiti kanini? Akamwambia, muona pale msikitini, ule msikiti ulikuwa una viguzo 4 vipia kama hivi 4. Akamwambia pale msikitini, katika vile viguzo 4, kila kiguzo kimoja mimi nimehitimisha Qur'ani mara 1040. Kila kiguzo kimoja nimekusudia mimi nikahitimisha Qur'ani mara 1040. Hiyo si ile ambayo nimeisoma hapa nyumbani, si ile ambayo nimeisoma nje ya hapa nyumbani. Hiyo nazungumza kwenye vile vipia 4 vya msikiti. Yaani nazungumza hii usawirishe watu zamani walikuwa ni wepesi wa kusoma Qur'ani kiasi gani. Kwa hivyo ndugu zangu, huu ni mwezi wa Ramadhani. Siku ni 30, 29. Hela jipangie kila siku moja, pata juzu moja tu. Juzu moja kwa mtu ambaye ulimi wake ni mwepesi, dakika 18. Na wengine hata chini ya dakika 18 atasoma. Mimi nazungumza kwa kwetu sisi kulingana na ndimi zetu zilivyo. Dakika 18 umepata nini juzu moja katika masaa 24 kwa dakika 18. Mimi siwezi kusoma kwa dakika 18. Sio mwepesi kama unavyozungumza ustadhi. Weka haya wewe, soma dakika 25 juzu moja. Soma juzu moja kwa nusu saa katika masaa 24 ya siku nzima ya Ramadhani. Wakosa gizaji moja kumwekea Mwenyezi Mungu, kumsomea kitabu chake. Wewe itakuwa ni Muislamu namna gani? Wewe itakuwa wafunga vipi shekhe? Mwezi ambao Qur'ani imeteremka, mwezi ambao kwamba ni mwezi wa Qur'ani, mwezi ambao kwamba Jibrili hushuka mahsus akaja kwa mtume wakasoma Qur'ani, mtume akasoma na Jibrili akasoma. Hili jambo waliona ndogo wewe? Yaani waliona jambo ni dogo la Jibrili kutoka huko alikotoka al-malakutul a'la aje mpaka ardhini aketi na mtume wasomeshana na mtume. Wewe waliona ndogo hilo? Kisha wewe una kazi nyingi, wewe umeandikwa kazi, wewe una shughuli, wewe una kadhaa, washindwa angalau katika masaa 24 ya siku nzima angalau upate jisaji moja tu la kusoma maneno ya Mwenyezi Mungu. Basi ndugu zangu, najihusia mimi na kuhusia na nyinyi ndugu zangu, tuwekeni muda wa kuisoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu huu ndio mwezi wake. Huu ndugu zangu ni mwezi wake. Ikiwa twaona mchana ni watu ni murtabitina bil a'mal, ni murtabitina bin nas, mchana ni watu tuna shughuli nyingi, amka mapema. Ikiwa huwezi kusoma saa 2,
Sote hapa alhamdulillah twala daku. Amka mapema tu kabla ya daku lako. Amka saa 10 kamili. Amka kama saa 9:30. Pata juzu yako, kula daku, njoo msikitini. Baada ya kumaliza kuswali, ngojea jua lichomoze kidogo, rudi, lala mpaka saa 4. Kwa sababu pia kutoka alfajiri kukimbilia kulala kabla jua halijachomoza huleta umaskini. Sisi walalamika maisha magumu, lakini kuna baadhi ya watu hapo tuliposwali, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, mtu atangoje dua mbio. Akifika nyumbani hana story, amechukua shiti au shuka amejifunika. Kulala baada salati alfajiri kabla ya jua halijachomoza ni katika mambo yanayoleta ufukara ndani ya majumba. Basi yeye ndugu yangu, amka 9:30, soma juzu yako, kula daku, ukimaliza njoo msikitini, tuswali alfajiri, tukae hivi tuzungumze mawili matatu, nusu saa, dakika 40. Jua tayari imefika ule wakati wa kuchomoza jua. Hutaki mwenyewe salatul ishraqi, mwenyewe hutaki salatul duha, nenda nyumbani, lala toka dhuhuri, lakini juzu yako umeipata. Hukulala baada salatil fajri. Kwa hivyo hili ndugu zangu ni jambo la 5 katika mambo ambayo ni muhimu tuyapate katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la 6 ambalo tutakuja kulizungumza kwa urefu katika 10 la pili ni i'tikafu. Katika mambo ambayo kwamba ni muhimu mtu ayafanye katika mwezi wa Ramadhani ni sunna, ni masala ya i'tikafu. Lakini masala ya i'tikafu nataka kuyazungumza sasa kwa sababu ghaliban i'tikafu yetu huwa ni 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akituafikia kwenye 10 la pili tutaweka siku 2 hasa, au kama ni siku 1 tuizungumze i'tikafu na mambo yanayoharibu i'tikafu mpaka mwisho, ili tupate zile fadhila za i'tikafu. Ndugu zangu, haya ni mambo 6 ya wajibat na mambo 6 ya sunna ambayo katika mwezi wa Ramadhani ni dharura mtu ahakikishe amejipamba nayo. Mwenyezi Mungu akituafikia ndugu zangu, kesho tutakutana tena katika darasa letu hili muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, darasa la baada al-fajr, na ni darasa ambalo tumeanza kitambo alhamdulillah kabla ya Ramadhani takriban kwa miezi 2 na nusu, na tuendelea nayo mpaka sasa. Ikiwa mtu yuwataka halakati zetu za huko nyuma atakuzifuatilia, basi kama tunavyozungumza, mtu akiingia katika YouTube aweza akaona muongozo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam au darasa baada al-fajr. Darasa baada al-fajr zaenda live, na hizi muongozo wa bwana mtume Muhammad ni zile ambazo kwamba watu wazitu edit kidogo, tutazi-upload, pia mtu ataziona kwa namna yoyote atakavyoangalia. Mwenyezi Mungu inshallah atubarikie, atupe kila la khairi. Naam Sheikh Afan. Sheikh Alfan ametuuliza, je, mtu akidunga sindano? Tulipozungumza masala ya jauf, hatukuzungumza masala ya sindano. Wasema je, sindano yaharibu saumu? Na amenikumbusha masala mengine ambayo kadhalika nitatanabahisha. Sindano haiharibu saumu. Hiyo jaufi tuliyozungumza ni kitu kile kimefika kupita kwa tundu za mwanadamu. Tundu, pua, mdomo, masikio, mdomo, sehemu ya mbele, sehemu ya nyuma, macho yahesabiwa pia vile vile ni katika manafidh. Lakini sindano haiharibu saumu, ingawa ina dawa haiharibu, kwa sababu dawa ile haikupita katika zile tundu za mwanadamu. Nafikiri mnafahamu hapo. Katika masala ambayo ndugu zangu nimeghafilika kuyataja na ni muhimu, tukienda kutamba, pengine mtu mchana wa Ramadhani amepata haja kubwa, yuajisafisha, basi ahakikishe kidole chake katika sehemu yake ya nyuma, ahakikishe asikilemeze kikaingia ndani kidogo. Ahakikishe asikilemeze kikaingia ndani, kwa sababu akikilemeza kikiingia ndani pia kadhalika itamharibia somo yake. Atambe, ahakikisha amejisafisha, lakini kidole asikilemeze. Namna hiyo mwanamke yahesabiwa akichutama mwanamke, ile sehemu ya uke wake ambayo yaonekana kama yataka kuisafisha, pia nayo ahakikishe
kidole asikilemeze. Lau atakilemeza kidole ikaingia ndani, tayari ni maji yale yatahesabiwa yamepita katika jaufu. Kwa hivyo ni katika vitu ambavyo nilikuwa nimeghafilika kuvitaja, lakini swali la Sheikh Alfan limenikumbusha masala haya. Naam Habib. Naam. Mzee wetu Sheikh Omar atuuliza, je, mtu msikiti mwingine umeadhini hapa bado, kwa mfano Masjid Hussein umeadhini hapa kwetu Huda bado, waweza kufungua muadhini? Kufungua muadhini si lazima adhani. Kwanza kufungua muadhini si lazima adhani. Kufungua muadhini ni wakati umefika. Ukiwa una hakika wakati umefika, fungua muadhini. Hivi umesikia adhana, hivi ukusikia adhana. Adhana ni kwa sababu wakati wa magharibi umefika. Je, mtu akiwa mahali ambapo kwamba hakuna msikiti? Je, mtu akiwa mahali ambapo kwamba, au pengine tujalie ni wakati ambao hakuna stima, je, mtu atasema sifungue muadhini mpaka nisikie adhana na hakuna stima? La, kufungua muadhini ni wakati kufika. Na wakati magharibi kiadhiniwa huwa ni wakati umefika. Kwa hivyo sisi tumejalia ile adhana ya magharibi ni alama ya kuwa wakati umefika, lakini si sharti ya kuwa kukiadhiniwa ndio mtu afanye nini, afungue. Tafsiri yake kwa ufupi, Sheikh Omar, ikiwa kumeadhiniwa msikiti mwingine ndio wakati umefika, huo uweze kufungua muadhini. Ikiwa hapa kwetu tumechelewa, ikiwa mathalan umeangalia wakati umefika, huo msikiti mwingine haujaadhini na hapa kwetu hakujaadhini, kula tende zako, si wakati umefika, fungua muadhini, hakuna mushkili. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.